ambapo inasema serikali ya Marekani imekabidhi mbwa wanne kwa ajili ya ulinzi na udhibiti wa uingizwaji na usafirishaji wa biashara haramu ya dawa za kulevya na pembe za ndovu katika bandari na viwanja vya ndege hapa nchini. Waziri wa Mali Asili na Utalii Profesa Jumanne Maghembe amesema tatizo la biashara haramu litakuwa historia kwa kuwa licha ya msaada wa mbwa hao, pia serikali kwa kushirikiana na wadau wengine wa maendeleo imejipanga kukabiliana na wauza dawa za kulevya na majangili hapa nchini. Taarifa zaidi na Halidi Gangana. Ni katika maeneo ya bandari kuu jijini Dar es Salaam, hafla ya kukabidhi mbwa wanne kwa ajili ya ulinzi wa maeneo ya bandari na viwanja vya ndege, kudhibiti usafirishaji wa dawa za kulevya na pembe za ndovu. Mgeni rasmi katika hafla hiyo ni Waziri wa Maliasili na Utalii Profesa Jumanne Maghembe, ambaye ametumia fursa hiyo kuwahakikishia Watanzania kuwa usafirishaji wa biashara haramu za dawa za kulevya, pembe za ndovu na ujangili kwa wanyamapori hapa nchini utakuwa historia. Kwanza nawashukuru sana wa Marekani kwa msaada huu ambao wametupa. Ni katika maeneo ya bandari kuu jijini Dar es Salaam, hafla ya kukabidhi mbwa wanne kwa ajili ya ulinzi wa maeneo ya bandari na viwanja vya ndege, kudhibiti usafirishaji wa dawa za kulevya na pembe za ndovu. Mgeni rasmi katika hafla hiyo ni Waziri wa Maliasili na Utalii Profesa Jumanne Maghembe, ambaye ametumia fursa hiyo kuwahakikishia Watanzania kuwa usafirishaji wa biashara haramu za dawa za kulevya, pembe za ndovu na ujangili kwa wanyamapori hapa nchini utakuwa historia. Kwanza nawashukuru sana wa Marekani kwa msaada huu ambao wametupa. Lakini sisi wenyewe tuna shughuli nyingi, tunafanya kazi kubwa huko kujaribu kuzuia kwanza ujangili usitokee. Katika kipindi cha mwezi na nusu uliopita tumeanza kurusha ndege za doria katika maeneo mbalimbali, ndege ambazo hazina marubani, kupiga picha na kuangalia kama kuna shughuli yoyote ya kibinadamu ambayo inaendelea katika maeneo ambayo hawatakiwi kuwa pale. Naye naibu mkuu wa jeshi la polisi nchini Abdurrahman Kaniki ameshukuru serikali ya Marekani kwa msaada huo na mafunzo ya uendeshaji wa mbwa hao kwa maafisa wanne nchini waliopata huko nchini Marekani, huku pia akiahidi kuwa jeshi la polisi litawatunza mbwa hao kwa uangalifu mkubwa. Kwanza nishukuru kwa kupata msaada huu kwa sababu utatuwezesha kupambana na kuzuia uhalifu, kwa sababu uhalifu wa kimataifa hauishii kwenye yale makosa ya kawaida ambayo tunayafahamu, bali kuna haya makosa ambayo ni mtambuka, yakiwemo haya makosa ambayo yanaangukia kwenye kundi la mazingira. Mbwa hao watatumika kwa ajili ya ulinzi katika maeneo ya bandari ya Dar es Salaam na viwanja vya ndege nchini, huku serikali ya Marekani ikiahidi kwamba hapo baadaye watatoa mbwa wengine na mafunzo kwa maafisa polisi kwa ajili ya bandari za Tanga na Mtwara, ambazo nazo zimekuwa zikiliongezea taifa pato la uchumi. Halid Gangana, TBC, Dar es Salaam.